Mwanadamu ana asili mbili. Asili ya kwanza ni asili ya rohoni, asili ya uungu, na asili ya pili ni asili ya mwilini, yaani asili ya ubinadamu. Na hata katika kuumbwa tulianza kuumbwa asili ya rohoni. Unaona, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Pale tulikuwa tunaumbwa asili ya rohoni, yaani mtu wa rohoni, yaani roho ya mwanadamu, toka kuliviwa pumzi akawa nafsi hai. Baadaye unaona Mungu akachukua mavumbi ya ardhi akafinyanga akamfanya mwanadamu, mtu mume na mtu mke aliwafanya. Sasa unaona jinsi ambavyo Mungu katika uumbaji wa mwanadamu, sura ya kwanza anaumba mwanadamu, sura ya pili anaumba mwanadamu tena. Kwa mwanadamu ana asili mbili. Ile asili ya ndani ndio asili ambayo inaitwa asili ya uungu. Kila mwanadamu ana asili ya uungu. Hata wewe una asili ya uungu. Hata mlevi ana asili ya uungu. Hata kahaba ana asili ya uungu. Na ndio maana ile ndio asili inayofanya ukimtesa, Mungu anaweka bali ukahaba wake, anakulipia kisasi. Ukimdhulumu, Mungu anaweka bali ulevi wake, analipa kisasi. Kwa nini? Kwa sababu ni ile asili ya uungu ipo kwa kila mwanadamu. Na ndio hiyo inayofanya Mungu alipe kisasi. Wewe mtu akuibie, umpige, uue, uone kinachotokea, Mungu analipa kisasi. Haangalii ule wizi kwanza, kwa sababu ndani ya mtu kuna asili ya uungu. Na hii asili ya uungu ndio asili ya nguvu, ndio utawala wa mwanadamu. Na ndicho kilichowindwa tangu Edeni, kwamba kiondolewe mwanadamu asiwe na asili ya uungu. Asili ya uungu ndio inayotawala, ndio inayomiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii asili ambayo ni asili ya uungu ndio asili ambayo unaiona inamiliki, inatawala. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye akirudi kwenye asili ya uungu akaishi maisha ya rohoni, kama kitabu cha Wagalatia kinachosema, anasema hivi: mwili na roho vimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Alafu anasema wazi kwamba mwili ni adui wa mambo ya rohoni. Kumbe hapa ni yule mtu mmoja, lakini ana asili mbili. Ana asili ya udongo, asili ya ubinadamu, ambayo mwisho wake ni kuoza, mwisho wake ni kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni asili ya kwanza ambayo sasa mwanadamu anayo. Na hii asili ya udongo ndio asili inayotufanya sisi tumtende Mungu dhambi. Ndio asili inayofanya tumkaidi Mungu. Ndio asili inayofanya tumjaji Mungu, tumtafiti Mungu. Ndio asili iliyojaa ukaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni adui wa asili ya roho. Kwa mtu anapookoka, fundisho la kwanza analopewa ni kuambiwa kwamba wewe umerudishwa kwenye asili ya roho. Anza kuifanya roho yako iwe na nguvu kuliko asili ya mwilini. Kwa sababu asili ya roho ikiwa na nguvu, wewe ni mmiliki, wewe ni mtawala, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo baada ya kuyajua hayo, kazi sasa ya mtu kuhakikisha anarudi kuishi katika asili ya rohoni, asili ya kiungu, ni mapambano. Ndio hii tunasema urejesho. Nifanyeje niishi
katika asili ya uungu, katika vile Mungu alivyonikusudia, katika hali ile Mungu alikusudia, katika nafasi ile Mungu alikusudia, katika ile kazi Mungu aliyonikusudia, maisha yale Mungu aliyonikusudia. Maana yake wewe unachokitafuta huko, unatafuta asili ya rohoni iwe na nguvu kuliko asili ya mwilini, asili ya kibinadamu. Kwa wewe unachokifanya huko, unaua asili ya kibinadamu, unainua asili ya kiungu iweze kuwa na nguvu ya kutawala maisha yako. Kwa hiyo lazima pia ujue, je, asili ya mwilini, kitu gani kinachoweza kuinyonya, kuiharibu, kuivunja, kuiua asili ya mwilini? Jambo la kwanza kabisa ni utii kwa neno la Mungu. Na jambo la pili tunaloona linalodhoofisha asili ya mwilini ni kufunga na kuomba. Asili ya mwilini jua ni mavumbi ambayo Bwana aliyafanya katika sura ya 2 ya Mwanzo. Nayo inahitaji kula ili ipate nguvu. Na ndio maana mtu anapoingia kwenye kufunga na kuomba, anaanza kufanya ule utu wa ndani ambao ndio uungu wake uanze kuwa na nguvu, uanze kuwa na authority, uanze kuwa na power ya kuweza kutawala na kumiliki pale anapoamua kufunga. Kwa nini? Kwa sababu ukifunga unakuwa umeachilia sumu kwenye utu wa nje. Na ndio maana utu wa nje unaanza kuzoofika, ambao ndio uadui wa mtu wa rohoni ambaye ni asili ya Mungu. Unapotii neno la Mungu, mtu wa nje anaanza kuathirika, mtu wa ndani anakuwa na nguvu. Na tunapotafuta mtu wa ndani kuwa na nguvu, tunapotafuta asili ya uungu ndani yetu iwe na nguvu, tuko tunatafuta urejesho wa thamani zetu. Kwa mtu yeyote asije kasahau, akasema labda urejesho ni somo fulani. Hapana, urejesho ni vita. Urejesho ni mapambano. Urejesho ni hatua. Urejesho ni kitu unachoamua kusema nina asili mbili. Kuna asili ya uungu ndani yangu na kuna asili ya ubinadamu ndani yangu. Nifuate asili gani nitawale? Asili ya ubinadamu ikikutawala, utatawaliwa na shetani, utatawaliwa na mapepo, utatawaliwa na dhambi, utatawaliwa na sigara, utatawaliwa na bangi, utatawaliwa na pombe, utatawaliwa na uzinzi, utatawaliwa na tamaa na uongo na ufedhuli wote. Utakutawala. Kwa nini? Wewe umeamua kukaa sehemu ya utu wa mwilini. Alafu hii asili ya rohoni ikikutawala, ambayo ndio asili ya Mungu, wewe unakuwa utamtawala shetani, utatawala magonjwa, utatawala laana, utatawala vyote vilivyoumbwa na Mungu, utamiliki vyote vilivyoumbwa na Mungu, utafanyika juu sana, hautakuwa mkia. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni Mungu na mwana wa aliye juu. Maana ndani yako kuna uungu. Uungu wenyewe ni ile pumzi ya Mungu iliyotoka moyoni mwa Mungu. Alipokupulizia pumzi kwa nafsi yake, ukafanyika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa thamani ya mwanadamu ipo katika ule uungu wake. Thamani ya mwanadamu ipo katika ule urohoni mwake. Kile kiroho chake ndio thamani ya mwanadamu. Ile neema ambayo tunaambiwa kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hiyo sura na mfano wa Mungu anaozungumza ndio huo uungu ninaosema kwamba Mungu akiangalia anajiona ndani ya mwanadamu. Kwa nini? Anaona ndani ya mwanadamu kuna kitu ambacho kipo ndani yake pia Mungu. Ndio maana anasema huyu nimemuumba kwa sura na mfano wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mpendwa, tunawezaje kupambana hii vita na kuhakikisha tunamiliki, tunatawala, tuna nguvu ya kuzibisha mishale yote ni moto wewe. Tuna nguvu ya kuweza kuifanya dunia ijue kuna Mungu. Jambo la kwanza na la muhimu la kuzingatia ni hilo, kwamba mimi nina asili mbili. Nataka kuishi katika asili gani? Wote ambao wanaishi katika asili ya nje ndio hao tunasema wameshindwa kuishi maisha matakatifu. Hata kama ungekuwa kanisani ukapewa vyeo vyote vya kwenye Biblia vikawa vyako, bado ukiwa unaishi kwa asili ya mwili, shetani atakutawala, dhambi itakugaragaza. Hata ungejitahidi ukawa unalala juu ya
madhabahu ukasema mimi kitanda changu ni juu ya madhabahu, huku utatenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kuishi katika asili ya mwili, ambayo asili hiyo ni asili gani? Ni asili ya kushindwa, asili ya udongo, asili inayopotea, asili inayoharibika, asili inayovunjika, asili inayoshindwa. Asili ya kibinadamu ni asili inayoshindwa. Kwa Mungu angetuacha katika roho, maana yake tusingekufa, tusingeumwa, tusingepata shida yoyote. Alipotufanya huu mwili ndio ukafanya kifo. Kwa sisi perfect tuko kama Mungu, lakini tunaporudi ndani ya mwili tunakuwa watu. Mungu hana mwili huu. Tunapokuwa watu bado pia Mungu anatupa akili na neno lake kwamba mkitaka kuishi kama mimi lazima mchague kuwa na asili ile ya uungu iliyo ndani yenu. Iibueni iwe na nguvu. Ndio juzi nilikuwa nasema lazima uibue asili ile ya uungu iliyo ndani yako. Kuibua kwa maombi, kuibua kwa mifungo na kutembea katika neno la Mungu, unaibua asili ya uungu iliyoko ndani yako mpaka unafika mahali ukimsonga shetani kidole anaelewa, anatii, anaondoka. Kwa nini? Kwa sababu amesotwa na Mungu. Kwa wapendwa, Mungu duniani hayupo. Mungu duniani ambaye tunamsema ni Mungu ni wale watumishi wa Mungu waliojaa Roho Mtakatifu. Pale wanapofanya kazi tunasema Mungu amefanya kazi. Wanapoombea watu wakapoa, Mungu ameponya. Wanapolisha watu, Mungu amenilisha. Wanapotenda mema, Mungu amenitendea mema. Lakini ni watu ambao ndani yao wamekubali ile asili ya uungu itende kazi. Ndio watu wanasema nimemuona Mungu akinihudumia, nimemuona Mungu akinitetea. Kwa mfano hapa, nimeruhusu asili ya uungu itende kazi, nimeacha mambo yangu yote pembeni. Hii asili ya uungu ndio itakaofanya useme asante Mungu, maana Mungu amesema na mimi. Kwa hiyo nimekubali asili ya uungu itende kazi ndani yangu. Kwa wote tukikubali asili ya uungu itende kazi ndani yetu, maana yake Mungu ataitawala dunia, ataimeza dunia, ataitiisha dunia. Kila unapoenda utakuta haki, kila unapoenda utakuta amani, kila unapoenda utakuta furaha, kila unapoenda utakuta kila kitu kimetishwa na kuwa katika hali ambayo Mungu anataka. Kwa nini? Watu wa Mungu wameamua kuishi katika asili ya uungu iliyoko ndani yao. Na pale ambapo tutakubali kuishi katika asili ya ubinadamu, ukisema mimi sitaweza, mambo ya kufunga mimi huwa siwezi, mimi huwa siwezi, ni asili ya kushindwa ambayo ni asili ya ubinadamu. Na ndio inayosema siwezi kuwa mtakatifu, siwezi kushinda hii dhambi, siwezi kuomba, siwezi kukesha. Neno siwezi kwa mwana wa Mungu halipo. Mungu alipotuokoa alifuta neno siwezi, akaweka yote yawezekana. Neno siwezi ni neno la asili ya nje, asili ya udongo ndio ina neno siwezi, maana udongo hauwezi. Lakini asili ya Mungu halina neno siwezi. Ukiona mtu anakuambia mimi siwezi, anamaanisha kwamba yeye anaishi katika asili ya udongo ambayo ni asili iliyopingana kabisa na asili ya roho. Anasema ni adui wa asili ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatuwezi kuupata urejesho kama hatujakubali kutoka kwenye asili ya ubinadamu, asili ya kushindwa. Sema taweza. Niko siwezi, tajitahidi. Wiki hii naanza, taweza. Kuomba masaa 3, nitaweza. Kufanya 1, 2, 3 kuhusu taweza. Neno taweza ndio hiyo ambayo anasema mnayaweza mambo yote katika yeye awatiaye nguvu. Ni nini? Ni ile asili ya uungu ambayo anasema msiogope. Alikuwa anasema asili ya uungu. Haupaswi kuogopa chochote kwa sababu vyote unavyoviona umepewa utawala. Tunatawala simba, tunatawala joka, tunatawala nge, tunatawala vyote. Wanadamu wamepewa avitawala. Na ndio maana unaambiwa usiogope. Huwezi kuogopa kitu ambacho kinatawala, kwa sababu una uwezo wa kukiamuru na kikafanyika vile ambavyo umeamuru. Hata kama kingekuwa na nguvu kiasi gani. Ng'ombe ana nguvu kwa asili, huwezi kuchinja. Lakini kwa kuwa tumepewa utawala, tumepewa na akili namna ya kumchinja ng'ombe. Kwa hiyo sisi tumepewa utawala.
Ndio ambao shetani analia kila siku, sababu tuna uwezo wa utawala huo tuliopewa, ndio uliobeba akili ya kumshinda shetani. Hata angetumia mbinu gani kukupata hawezi. Kama utarudi kwenye utawala, una mbinu na uweza wa kujua namna ya kumtawala shetani na akaendelea kuwa chini yako. Kwa nini? Kwa sababu ile asili ya uungu ambayo uko ndani yako ndio iliyobeba utawala, ndio iliyobeba akili ya kujua namna ya kumtawala shetani. Sasa inakuwaje bado tuko hoi hohehahe, watu wenye dhambi, watu duni? Ni kwa sababu tumekubali asili za nje zinazochakaa, zinazokufa zitutawale. Tumekubali kuishi kama wanadamu, tumekataa kuishi kama wana wa Mungu. Nani leo akubali kuishi kama mwana wa Mungu? Nani leo aseme kuanzia leo nitaishi kama mwana wa Mungu? Ambapo Yesu alipobatizwa akatoka kwenye ubinadamu akaanza kuishi kama mwana wa Mungu. Na hata alipofika mahali wakasema, mbona huli? Akasema, mimi siwezi nikala chakula kama Baba hajaruhusu nile chakula, kwa sababu ninajua vita ya kwanza nimeibeba ni mwili wangu. Sio tuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Maana yake mpaka Mungu aniambie maisha yangu mimi yapo katika lile neno Mungu analolituma. Ndio maana ya kusema mtu haishi kwa mkate, bali katika kila neno litokalo kwa Mungu. Maana yake mtu anaishi kwa maelekezo ya Mungu. Mtu haishi kwa kula, mtu haishi kwa kuvaa, mtu haishi kwa sababu ana kazi. Mtu anaishi kwa sababu anafuata maelekezo anayopewa na Mungu. Kwa hiyo ukitaka mambo ya rohoni, ukitaka nguvu ya Roho Mtakatifu, ukitaka utu wa ndani uwe na nguvu, ukitaka asili ya uungu iwe na nguvu, anza kuishi kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameniambia nini? Mungu anataka niweje? Mungu anataka niishije? Mungu anataka nifanyeje? Hapa ameniambia samehe, hapa ameniambia achilia, hapa ameniambia fanya vile, hapa ameniambia useme uongo, hapa ameniambia usiibe, hapa ameniambia usitamani. Hiyo asili ukiishi hufi. Anasema mtu aishi kwa mkate tu. Biblia inasema hivi, shetani alipojaribu, alipomaliza majaribu yote, akamwacha kwa Mungu. Kimetokea nini? Ameshinda. Hapo ndipo akarudi sasa, akaanza kuwa anamiliki, anamtawala, anamuongoza. Kwa popote alikuwa akiwepo shetani, Yesu alikuwa anasema neno, nenda nyuma yangu shetani. Shetani anaondoka. Mwachie huyu shetani, shetani anaondoka. Na mfufua huyu shetani, huna namna ya kuleta mauti, mauti inaondoka. Kwani tayari ameshavimiliki, ameshavitawala. Lakini haukuja tu utawala ghafla, ulikuja utawala pale alipoamua kulifuata neno la Mungu kama lilivyo. Anasema akaongozwa na Roho nyikani. Wewe ukiongozwa na Roho nyikani, unaenda mjini. Mwambie Mungu, kwa kweli ukitanisamehe kulingana na mambo yalivyo. Sikiliza, sio mambo yalivyo ndio yanayokufanya uishi. Kuna wakati lazima tujue wazi kwamba tunapaswa kurudi kwenye asili ya uungu iliyoko ndani yetu. Na hiyo asili ya uungu inaheshimu neno la Mungu, inatii neno la Mungu. Na ndio maana katafute mwenye dhambi mkubwa kuliko wote, kachungulie moyo wake, unasikia uungu. Asili ya uungu haitaki kuiba, haitaki kuzini, haitaki kuua, haitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana mtu anaweza akazini. Sisi mnaachana, huyu ametoka kuzini au kuzini. Huyu anapita huko, huyu anapita huko. Lakini huyu mtu anaenda njia nzima, anaenda ana dosari moyoni. Kwa nini nimezini? Kwa nini nimezini? Asili ya uungu haitaki uovu. Mnaweza kugombana ndani ya nyumba. Mnatoka tu hapo, mtu anabaki, kwa nini tumegombana? Yaani kila mmoja anaanza kuona kwa nini tu tusipatane pale? Kwa nini tusielewane pale? Kwa nini? Kwa sababu asili ya uungu haitaki uovu. Kwa mpendo, urejesho sio maombi ya kuwekewa mkono kichwani. Urejesho ni vita kamili ya kuamua kwamba nimeamua, kwa kuwa nimejua asili, mimi nina asili ya uungu ndani yangu. Hii asili ya uungu nitaibua kwa maombi, nitaibua kwa kulifuata neno mpaka iwe na nguvu, iweze kutawala na kumiliki
chochote ambacho Mungu ametaka kiwe kitakuwa kwako. Hakuna roho itakayozuia maisha yako. Sio mauti, sio upanga, sio hatari. Hakuna kitakachozuia maisha yako kama umekubali asili ya Mungu itende kazi ndani yako. Hiyo ndio inameza matatizo. Asema hata mjapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, mjapokuwa katika maji mengi, mjapopita katika moto. Haya yote nazungumza kwa nini? Anasema hivi, ili asili ya uungu haifi, haiungui, haizami majini. Asili ya uungu inaelea, ukiitupa kwenye maji inaelea. Na ndio maana Petro alipoamua kuliamini neno la Mungu, alielea juu ya maji. Watu walikuwa wanajua labda ni muujiza unaofaa kwa Yesu tu, lakini akafanya Petro atembee ili kutuonesha sisi kwamba yeyote atakayeishi kwa kulifuata neno la Mungu anaweza kuelea juu ya matatizo. Maji ni matatizo, bahari ni matatizo, bahari ni yale yanayotusonga, magonjwa, laana, ugumu wa maisha, ndio bahari. Anasema yeyote atakayelisikia neno langu na kulifuata atatembea juu ya maji kama Petro, na yeyote atakayelionea shaka neno langu atazama katika magonjwa, katika huzuni, katika misiba, katika njaa, katika upanga na hatari na kila kitu. Kwa angalia, kushindwa kwa mwanadamu kuko hapo, kufaulu kwa mwanadamu kuko hapo. Mtu atakayeamua kuliamini neno na kulifuata neno, matatizo hayawezi kumweza. Huyo ulikuwa ni mfano kwamba bahari itakuwa chini yako, bahari na mawimbi yake itakuwa chini yako. Hakuna kitakachokuzamisha kama wewe utaamua kulishika neno la Mungu. Ndio maana hii vita ya urejesho ni vita kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kung'ang'ania. Jana nilikuwa nadokeza usiku. Nimedokeza kipengele kidogo cha kitabu cha Luka pale sura ya 8. Tukasoma 49 mpaka 56. Uliona nikakuelekeza nikakwambia hivi, pendwa, anaondoka kuwa sinagogi, anafika kwa Yesu, anamwambia halo, usimsumbue mwalimu. Yesu naye akasema amini tu. Yesu amemaliza kumtia moyo mkuu wa sinagogi, naye akaanza kuvunjwa moyo, wakachekwa sana. Biblia inasema wakamcheka sana. Wanamcheka nani? Wanamcheka Yesu. Nikakwambia hivi, Yesu akuangalia nachekwa mara ngapi? Nachekwa na wangapi? Nachekwa kwa nini? Aliangalia nimetumwa kufanya nini? Kazi yangu ni nini? Kazi yangu ni kurejesha uhai wa huyu binti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha una focus, unajitoa kwa nguvu zako zote kufuata kile unachokiamini. Kila matunda makubwa sana mbele. Kuna matunda makubwa. Nakumbuka ya mwaka fulani hivi 2016. Mimi nilipigiwa simu. Napigiwa simu naambiwa wewe ni mtu mbaya sana. Ushindwe. Utakufa vibaya. Mimi nimekaa tu kimya hapo. Toka! Nisikuone tena kwenye kanisani. Nimefanya nini? Mimi nimetulia. Natakuonyesha. Utarudi. Nahitaji neema. Afu nahitaji unamjua Mungu kiasi gani aliyeko. Huwezi hata unajua alikuwa ni wakubwa. Anajua hapa pale taenda pale. Sikiliza. Kaumoe mti yako upande huko nyuma, uone kitakachotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana mahala pake, na ndio maana hata ujichukue gozi huwezi kubadilisha kabila yako. Na kuchagua kuwa kabila fulani, umezaliwa na tayari wewe muheri. Hata ukifanyeje haiwezekani tu. Mkinga. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika mambo ya rohoni. Unapozaliwa, Mungu ndio anajua akuweke mikono gani kwa kusudi lile lililoko ndani yako. Na kama itakuwa kutoka, atakutoa yeye. Na akikutoa Mungu ni amani. Mapenzi ya Mungu ni amani. Ufalme wa Mungu ni amani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio anasema mapenzi ya Mungu, ufalme wa Mungu ni katika haki yote na amani na furaha. Vitu vitatu vinajenga ufalme wa Mungu. Popote ambapo Mungu anatawala, angalia, kuna haki inatendeka, amani ipo, furaha. Kama ukiona hivyo vitu vitatu vipo mahali yako, anayetawala ni Mungu. Na kama anakutoa mahali, ataacha amani, ataacha furaha, ataacha haki. Utatoka kwa haki, hutaiba, hutapigana. Alafu jambo la pili, amani itatawala na furaha. Sima hapo kweli imetolewa na. Ukiona unatoka kanisani ndundi zinaruka, watu wananena maneno, tayari kila kitu kinavurugika, umetolewa na pepo. Ufalme wa Mungu ni katika haki yote na amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nilikwambia, kwani nimefanya? Wewe maana wao tu nilichofanya. Hujui nitoa tu. Sasa takuonyesha kazi leo jioni. Njoo. Ole wako usije. Utajua mimi ni nani. Unanilisha. Na kutegemea kwa lipi? Mpaka uniamuru. Roho akaniambia, mwana na yeyote atakayepambana kumuua mwana wa Mungu sharti afe yeye. Ndio Biblia inasema. Ukisema mimi nataka tu asife tu, lazima afe. Mshahara wa dhambi nini? Mauti. Nikaenda. Hivyo vitu wakaa. Ndugu yangu. Hatari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe pale ni ndondi zinapigwa. Urejesho. Huyu bwana anarejeshwa kwenye nafasi yake. Huyu bwana baadaye atakuja kuwa mchungaji hapa. Kwa lazima tumtoe mapema. Mimi sijui niko na vita ya urejesho. Watu shangaa tu kila na usikia hukumu. Yaani ni kila sana ni siku 2 kwa wiki. Hapo tena najiona kama mwenye dhambi. Sielewi, kumbe niko na pambana. Utu wa ndani unazidi kuwa na nguvu. Hilo jambo lilipoanguka likaja la pili. Nikaitwa. Njoo, nikaitwa. Kanako hata upepo ukija utakaangusha kana. Wewe umeipokea neema ya Mungu vibaya. Nani alikufundisha kufunga? Unafunga kako. Kana sasa pepesuka. Kana sasa kafa. Nimeweza kusikiliza huo ujumbe hiyo season. Narudi tu nyumbani. Walaka wa amani kanifuata. Kwako mwanangu, sitaki ufunge tena na ole wako ufunge. Mimi baba naona nikasema puuzi. Unajua urejesho una vita nyingi. Bwana kusomea hapa. Angalia Nehemia, nikuonyeshe urejesho ulivyo. Inawezekana kuna mmoja hapa ananielewa. Angalia Nehemia 1 mstari wa 2 hadi wa 9. Utaona mambo haya mambo ya ajabu sana wapendwa. Kurejea kwenye nafasi ni lazima utu wa ndani uwe na nguvu. Ni lazima ukane ubinadamu. Useme mimi ni asili ya Mungu na lazima ninachotamka awe ametamka mfalme. Mfalme hawezi kutoa amri ikashindwa kufuatiliwa, ikashindwa kutekelezwa. Na alipojua sisi ni wafalme duniani, ndio maana anapambana ili tusitambue kwamba sisi tuna uwezo wa kuamuru. Na uwezo ukaamuru wakati uko katika asili ya ubinadamu. Asili ya kushindwa, lazima urudi kwenye asili ya Roho. Na ndio huo utawala, umiliki, ndio huo urejesho wa thamani ya mwanadamu. Hatujaokoka bure, tumeokoka tuje kuwa wa thamani. Angalia hapo Nehemia sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 9. Umefika? Umefika? Nani au tusome wote? Nani mmoja anaweza kusoma? Nania mmoja wa ndugu zangu akanjia yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari ya Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari ya Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho
waliosalia huko katika wilaya ya katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Hapo chini elezea habari ya toba. Akafanya toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana urejesho. Anataka kurejesha Yerusalemu katika thamani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu wa Israeli azidi kutawala tena, kwa sababu wamemtenda dhambi, wameondolewa mahali pao, na baada ya kuondolewa, Biblia inasema kwamba ile eneo ambalo lilikuwa ni Yerusalemu lilikuwa limezungushwa na ukuta. Ule ukuta ukabomolewa, na wale watu waliokuwa hawajaenda uhamishoni, waliokuwa mle ndani, wakaanza kuteswa, wakawa na njaa, wakawa duni, wakawa ni watu ambao ni watumwa. Nehemia akaambiwa na mmoja wa watu ambao wametoka huko, akawaambia, ndugu zako wako katika ziki kubwa. Tena hata ule ukuta ambao Mungu aliamuru ujengwe kuzunguka mji wa Yerusalemu umebomolewa. Nehemia akawa rohoni akajua ule ukuta ndio ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu umeondoka, lazima nirudi kujenga ule ukuta, lakini pesa hana uwezo. Cha kwanza alichofanya ili arejeshe Yerusalemu katika thamani yake, Biblia inasema alijinyenyekesha, akafanya toba kwa ajili yake, kwa ajili ya wazazi wake, kwa ajili ya mababu zake na bibi zake. Ndio kile nilichokuwa nakwambia tangu juzi. Cha kwanza katika urejesho ni toba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitubu kipagani wakati ndani una hatia ya mambo. Tubu mpaka usikie moyo wako umekaa peupe, uko uchi. Tubu mpaka usikie moyo wako hauna kifuniko kilichobakiza. Hiyo ndio toba ambayo ameifanya Nehemia. Akasema, ninaomba toba mimi na wazazi wangu na mababu zangu kwa yale tuliyokutenda, maana hawa watu wasingeweza kuwa na nguvu kwetu kama wewe Mungu tusingekutenda dhambi. Unaona, urejesho wa nguvu na uwezo unaanzia kwenye toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anafanya ile toba. Baada ya hapo akamwendea mfalme. Alipofika kwa mfalme, akawa mtumishi wa mfalme, akaanza kumiminia divai mfalme anywe. Akawa anamtumikia mfalme, akamwangalia akamwambia, mbona ninakuona Nehemia sio kama siku zingine? Nehemia, mbona leo una furaha? Akasema, sina furaha kwa sababu nimepata taarifa kwamba Yerusalemu imebomolewa na ndugu zangu wako katika ziki nyingi, na sielewi namna ya kufika huko, maana natamani kwenda, sina nauli. Natamani kwenda kujenga ule ukuta, sina fedha. Mfalme hakukumbuka, amejinyenyekesha, akamwambia, Mungu wa Israeli, naomba fanya njia, unifanye mimi kuwa nguzo, niende tena nikajenge ule ukuta. Alipomaliza kufanya toba na kumwomba Mungu, Mungu akafungua mfuniko wa kwanza, urejesho, fedha ikapatikana. Na kuomba Mungu akafanya kazi. Kashangaa hata adui anaweza kukuletea chakula ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni urejesho. Tena akaambiwa hivi, wewe hapa usikae, uko huru kurudi kwenu, na beba kila unachoona wewe kinafaa kwa ajili ya huo ujenzi wa Mungu. Biblia inasema hivi, akabeba vitu vyote vilivyostahili, akaondoka. Yeye na wenzake. Kufika kule, vita ya pili ikaibuka. Urejesho. Mungu anakuona wa thamani sana, lakini unagoma kupambana vita. Unamuona Mungu hapa, nikijitoa tu kwa Mungu sijui itakuwa. Jamani, hivi kwa nini unamuonea shaka Mungu? Unamwamini mwanadamu kuliko Mungu? Unaamini vinavyoharibika kuliko Mungu? Kitu cha kuamini kwa sasa ni kuamini neno la Mungu kama lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia pale mbele kidogo, sura ya 2 mstari wa 10. Hapo Nehemia 2. Angalia mstari wa 10 hapo. 1, 2, 3. Hata Sanbalati Muhoni na Tobia mtumishi wake Mwamoni waliposikia habari hizi, ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatia heri wana wa Israeli. Angalia
unaamua kuanza kusema kuanzia leo mimi naamua. Unashangaa. Ulikuwa umeishi tu vizuri nyumbani kwenu, umeishi vizuri tu, unashangaa vurugu inaanza. Kama umepanga ndio balaa. Jamani, mbona kipindi sijaamua kufanya haya mahatua, kama sijaamua kusema nimejitoa kwa Mungu, mbona ilikuwa shwari kuu? Mbona nimeamua kujitoa kwa Mungu ndio mambo inazidi kuwa mabaya? Sikiliza, Sanbalati amesikia kwamba wewe unataka urejesho, kwamba wewe unataka kurudi kwenye nguvu zako. Maana ule ukuta ukijengwa ukamalizika, tayari Mungu wa Israeli anarudi kuitawala tena Yerusalemu na kuifanya kuwa sifa duniani kote. Kwa hiyo ilikuwa sio vita ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshawahi kusema kuanzia leo naamua kuishi na Mungu, afu kaona mambo ndio yanavurugika? Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki hii sitakula, naanza kufunga, unashangaa. Yaani hiyo wiki ndio mbovu kuliko wiki zote. Ni kwa sababu Sanbalati na Tobia wamesikia kwamba wewe unataka kurudi kujenga kwa Mungu ili aweze kuwa na nguvu kwako. Hii ni vita ya kupigana. Lazima ukitaka urejesho ung'ang'anie. Yaani nimeamua kufunga wiki hii, ni wiki hii na halafu kutokea jua, mvua na hatari na upanga na kifo, mimi nafunga wiki hii. Nimeamua kutembea hivi. Lazima ndani ya moyo wako ufike mahali ujue kwamba vita ipo, lakini amua kutoka moyoni. Jambo lolote ukiamua kumpenda Mungu, Mungu hawezi kukusahau wala kukuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona amechukua hatua tu, wameenda na tuela twake tayari kwa mfalme kufika, akajua tayari shida ilikuwa ni hela na hela imepatikana, nafika tu najenga ukuta Sokoto. Amefika akakuta kuna vita ya pili. Watu wamekasirika bila sababu. Nehemia anajiuliza, huyu Sanbalati, huyu Tobia, hatujawahi kukaa pamoja, ananikasirikia kwa lipi? Mtu anakukasirikia bila sababu, mtu anavimba bila sababu, anatunga na kutunga kila hila, ni kwa sababu tayari amejua unamiliki. Kuna roho ambayo inakuwa inafuatilia kuona huyu mtu asije akatoka kifungoni, asije akatoka kwenye hali, asije akavuka hatua kiuchumi, asije akavuka hatua kiroho, asije akavuka hatua kihuduma. Kwa hiyo inakuwa kama mlinzi. Ukitaka tu kufufuka, inakwambiaje wewe? Inainua matatizo. Watu wanakuchukia bila sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mbele kidogo. Ndio hayo ambayo nimekwambia, mimi napigiwa simu nashangaa. Mbele kidogo hapo sura ya 4. Hebu angalia mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Angalia mstari wa 3. Basi na Tobia naye Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha angebomoa ukuta wao wa mawe. Yaani unatoka kanisani anambia eti ndio umeokoka. Yaani wewe naona tunapoteza tunauli. Mbona kuambiwa hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakuokoka sio wewe. Wakuwa unaamua kwamba unaambiwa kwa na wewe siku hizi unaomba. Wameanza kujenga. Jambo hili lilikuwa gumu. Kumbuka ule ukuta ulivyobomolewa. Haukujiangusha wenyewe, ulibomolewa. Alafu ule ukuta ulijengwa kwa mawe, sio tofali. Alafu baada ya kubomoa, yale mawe yakavunjwa, watu wakapiga moto juu. Kwa hiyo manake ilikaa kama ni kifusi. Wao kazi yao ni kufungua kile kifusi, kutoa mawe upya, kujenga tena. Ndio wanaziaki wanasema wataweza kufufua mawe katika hiki kifusi hawa wanyonge?
Neno wanyonge maana yake maskini. Maskini, mtu asiye na kitu, mtu asiye na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mbele anakuja mwingine ni Tobia, anasema kwanza hata wakijenga atapanda kwea ataangusha. Kwani hawakuwa na simenti maana yake ya kutosha? Maana yake ule ukuta walikuwa wanauona haujajengwa kwa viwango. Unaweza ukajenga nyumba ukamshukuru Mungu, mtu akaja akasema eti ndio amejenga kwa kibanda cha kufugia kuku eti naye anajifanya ana nyumba. Sikiliza, lazima uelewe thamani yako ipo katika kuliamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo akaanza kuziacha, anasema hata hao ukuta wanaojenga wenyewe. Yaani akija tabwea tu kapanda juu huo ukuta wote unashuka. Maana yake ni kwamba ni vitu ambavyo wewe unavifanya kwa Mungu. Alafu anakuja mtu anakudhihaki anasema hivi ndio unafanya kitu gani? Unaimba eti naye amejiunga na kwaya. Tutaona. Eti ndio anashika eti anashika mic eti ndio anaenda kuhubiri, eti naye anafanya mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hapo kwenye uhubiri hapo ndio penye urejesho wa thamani yako kubwa sana. Ni kuhesabu siku tu, baadaye Mungu atakachokifanya watu wataelewa wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, urejesho upo katika vita. 2014, 2015, 2015 kama ungeniona mimi 2013, 14, 15. Alafu leo nikawa ndo mchungaji wako na kukalisha hapo na kuhubiri. Kipindi kile wala usingeamini. Mnasifu, mnamwomba Mungu, uko rohoni unaimba, ukifungua macho unaona jitu linakukazalia limekutolea macho kama hataka kukula. Unajiuliza, kwani nimekosea nini? Unaangalia mavazi yako, unasema hata sielewi. Au nisirudi tena hapa. Urejesho. Shetani amejua, na ndio maana anaanza kuchungulia kwa hasira. Kumbe wameona huyo atakuja kwa mchungaji hapa. Ndio maana jicho linatoka kubwa. Unaona mtu anakukasirikia bila sababu. Subuhi tumemaliza ibada, natoka tu nje ya mlango, bibi mmoja ananifuata. Samahani wewe kijana, samahani. Tito, samahani. Nikasema haya bibi. Shikamoo bibi. Baba. Sasa. Usimwambie mtu kabla sitamwambia. Nataka 100. Nikasema hamna shida bibi, nikachukua 1000. Sitaki 1000, 100. Nikasema basi tafuta change, nikapata 500. Nikampa. Mimi 100. So 500 kwa bibi, sikiliza. Shika hiyo 500 ka change, pata 100 yako zingine katupe kama unaona hawezi kuzitumia, lakini nimekupa 100 yako. Aliweka chini ile 500. Sasa nitaka 100 tu. Nikajiuliza hiki Kiswahili cha kisasa au cha kivita. Nikachukua 200 akagoma na nilikuwa sina 100. Sasa mimi sielewi, najua bibi labda hataki kumaliza hela zangu. Kwa hata 200 amegoma huyu bibi. Bibi mimi nataka kuondoka sasa, leo ngine ndio hebu angalia. Bibi anarudi anakutana na bibi mwenzake tena ndani. Kumbe yule bibi yule ananiomba, yule bibi anachungulia. Je, nitampa? Sasa yule bibi tena anatoka sasa anakuja kumwambia mwenzake. Anafanya hivi kwa maana huko basi sasa wasikii. Yaani maana yake ni hakulipa wala kulipa. Afu yule bibi mwingine akasema anashika kichwa. Yaani unaona kabisa zile tafsiri maana yake yala. Kwa hiyo wakajadili pale. Mimi nimetoka pale nasema hizi. Kumbe kinachowibwa wapendwa, urejesho ni vita. Bwana alitaka kunirejesha katika thamani. Hata kama ni kidogo, kwa Mungu nahesabika kwamba ni mchungaji na anachunga watu 8 pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema jamaa mchungaji huyu mpaka wewe na watu wetu. Mungu amesha hesabu. Ni mchungaji na anachunga watu 6, watu 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unanielewa? Hicho ndio kichoko kinapingwa, nisije nikafika viwango nikaongea na Mungu. Mungu akanituma, Mungu akaniambia fanya hivi nikafanya. Hicho ndio kichoko kinapingwa. Sasa nikajiuliza, what is this? Nikarudi nyumbani. Nikaendeleza maombi. Mimi kuomba masaa 3 sijaanza leo.
Haya masaa 6 sijaanza leo. Nashangaa mtu eti ana miaka eti hata ana miaka kuna wokovu. Eti kasaa tu kamoja eti humo anaomba na likizo ya kulala kidogo. Sikiliza Sanibalati wewe. Wewe bado hujamjua Tobia. Ukimjua Tobia na Sanibalati kwamba wapo na wako tayari, usijenge ukuta wa Yerusalemu. Maana ukijenga ukuta ukamilika, Mungu anairudia tena Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya vita. Kuna wakati nasikia nguvu ya kuomba, acha uzuru, omba. Baada ya muda kidogo, siku zimepita, mimi niko hapa Jumamosi, endelea na kazi yangu ya Mungu. Ibada imeisha, anafuata mtu. Mwana mama. Tito, samahani kidogo, tukae pale tuongee. Tukakaa pale. Sasa akili yako inasema ndoto hizi. Maana hekima kufasiri ndoto inaanza miaka. Kwa hiyo watu kwa letea ndoto. Hata mchungaji akiwepo hapo, mtu anainuka anakuja kule kwangu, analetea ndoto. Kwa hiyo ndio hii ndoto. Tumekaa hivi tunaongea. Anaja sasa Mr. amesafiri. Hivi hapa nilipo sina kitu. Alichoniachia kimeisha. Nimeshamwambia muda wote ananitumia yazime 5,000 nikasovu leo, kadi ya kesho kutwa na kurudishia. Sasa mimi nilikuwa na hela. Kama nilivyowaambia jana, natembea na 800,000 mpaka milioni mfukoni kila ninapoenda. Kwa hiyo nikatoa 5,000 moja. Ile 5,000 katikati ilikuwa imeunguzwa kama na sigara, afu pembeni imekatwa. Kipande kimetoka. Nikampa. Sasa shangaa, rudishi wiki kaisha, rudishi wiki ya pili. Mpaka nikasahau. Kila kiniona, usihofu, takuletea. Nikamwambia usiwe na wasiwasi. Kwanza mimi naona kama nilimpa. Sasa imepita kama miezi, anakuja ananiletea. Halo, nashukuru sana ile hela yako hii hapa. Nachukua ile hela naifungua. Ile hela ni ile imechoma na sigara katikati, imekatwa pembeni. Nikajiuliza, yaani hela alivyoitumia ikazunguruka, ikamrudia tena. Jesho ni kufika mahali na kusema Mungu, nina thamani. Nataka thamani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo 1, 2, 3 akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo. Wamejaa wivu, wakamkamata mitume, wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni kasimameni hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Sasa tunaenda, angalia mstari ule wa ngapi ili nikimaliza nikueleze jambo. Angalia 27 hadi 29. 1, 2, 3. Walipowaleta wakawaweka katikati ya baraza. Kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hakuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nani tazameni mmejeruhi mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Urejesho. Mpaka tunaona injili imetufikia hapa. Mpaka tunaona tumetoka dhambini, tumerejeshwa kutoka kwenye uchafu, kutoka kwenye uzinzi na ushetani. Kuna watu walipigana. Fikiria watu wanaponya watu wanafungua watu. Badala ya kwamba sasa ndio wanunulie na gari watembelee, maana hao wamefanya kazi kubwa, wakawafunga gerezani. Umewahi kufanya jambo kubwa kwa mtu afu yule mtu ndo akaanza kukuteta na kukusengenya. Anakukalia kabisa vikao kabisa. Mpaka unajiuliza kama atapata tena nini. Sikiliza, pale anajua anakukusengenya. Maana kadiri unavyozidi kumtendea wema, ndio unavyozidi kusogea kwenye lenki ya mafanikio yako. Inawezekana Mungu amekupa huyo mtu ili utakapomfikisha hatua ambayo Mungu alitaka, Mungu afungue milango kwako.